na siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa. Heri kuiendea nyumba ya matanga kuliko kuiendea nyumba ya karamu, kwa maana huo ndio mwisho wa wanadamu wote, naye aliye hai atautia moyoni mwake. Huzuni ni afadhali kuliko kicheko, maana simanzi ya uso ni faida ya moyo. Moyo wake mwenye hekima umo nyumbani mwa matanga, bali moyo wake mpumbavu umo nyumbani mwa furaha. Heri kusikia laumu ya wenye hekima kuliko mtu kusikia wimbo wa wapumbavu. Maana kama mlio wa miiba chini ya sufuria, ndivyo kilivyo kicheko cha wapumbavu. Hayo nayo ni ubatili. Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake, na mvumilivu rohoni kuliko mwenye roho ya kiburi. Tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu, asante, tunakushukuru kwa upendo na uaminifu wako mwingi kwetu. Tunalibariki jina lako kwa ajili sana wakati huu ambao Mungu unatusikizia neno lako. Tunaamini hakika kwa neno lako tutakuwa na kupona, tutakula na kunywa mezani pako, ili tupate afya na nguvu ya kukujua wewe Mungu, kwa hekima na ufunuo ambao Roho yako Mtakatifu anatupa. Sema nasi Mfalme, katika jina la Yesu, amen. Bwana asifiwe. Haya, wenye kuandika andikeni. Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Kwa nini? Kwa sababu hapo mwisho ndiko kuliko ukamilifu wa mambo yote yaliyoanza. Kinachoanza kukamilika, na kinachokamilika kilikuwa na mwanzo, lakini mwisho wa kilichoanza ndio unao tathmini mwanzo wake, na ndio unaoamua wa mwanadamu. Neno la Mungu linasema heri sifa njema kuliko marhamu nzuri, na siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa. Huyo ndio mtu aliyepewa hekima na Mungu. Alipomwambia nipe hekima, akasema nakupa hekima, na ninakwambia heri siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa. Bwana asifiwe. Siku ya kuzaliwa ni siku ambayo mtu anakuwa mtoto mchanga, hajui chochote, hajui kinachoendelea isipokuwa mzazi wake ndo anajua. Ni siku ambayo mtu anajua alichokifanya. Bwana asifiwe. Siku ya kufa ni siku ambayo inamaliza mambo yote ya maisha ya mtu, na yale mambo ndio sababu ukasikia watu wanasema vizuri kuhusu maisha ya mtu. Hawasemi siku yake ya kuzaliwa, wanasema siku gani? Siku anayokufa, kwa maana baada ya pale hakuna tena hadithi yake. Bwana asifiwe. Siku ya kufa wanasema mazuri. Kwa nini? Kwa sababu hata kama alikuwa mbaya, hakuna zaidi atakachokifanya zaidi ya pale. Kwamba alikuwa mzuri, hakuna zaidi atakachokifanya zaidi ya pale. Bwana asifiwe. Mwenye hekima anasema hivi ya kwamba heri siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa, na kwamba heri pia kuiendea nyumba ya matanga kuliko kuiendea nyumba ya karamu, kwa maana huo ndio mwisho wa wanadamu wote, na aliye hai atautia moyoni mwake. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linasema moyo wake mwenye hekima umo nyumbani mwa matanga, bali moyo wake mpumbavu umo nyumbani mwa furaha. Bwana asifiwe. Haya yote na yakupe kufahamu kwamba Mungu anataka ufanye nini. Maneno ya mtu aliyeongozwa na Roho Mtakatifu kuambia ulimwengu, na hasa kuliambia kanisa juu ya mambo ya mwisho na umuhimu wake, na kuangalia jinsi gani mwanadamu anakwenda kumalizia maisha yake kuliko pale mwanzoni. Bwana asifiwe. Leo ni siku gani kanisa la Mchikichini? Leo ni siku ya nini? Mimi naombeni mfahamu kwamba leo ni siku ya nini hapa kanisani. Na siku ya nini? Ni mwisho wa nini? Mwisho wa maombi ya. Sasa waliopatana kuomba leo wanafanyaje? Wanamaliza. Na kwa nini? Kwa sababu walianza. Bwana asifiwe. Ninamshukuru Mungu. Wala sikwambii wewe kama ulianza na mimi siku ile ya kwanza. Hapa kanisani kuna makundi zaidi ya 5 ya watu. Hawa watu wote siku yao ya mkutano ni leo. Makundi 5. Wako watu wa Morning Glory, wana akili yao wa wenyewe. Hapa kwenye Morning Glory wako hapa. Wako watu wa maombi ya Ijumaa jioni, wako hapa. Wakosi. Wako watu ambao siku ya Bible study, siku ya Jumanne wakosi wapo. Wako watu ambao siku yao
Ukisema mkesha utawakuta uwakosi siku zingine, lakini makutano ya watu wote ni siku ya leo. Bwana asifiwe. Wako wateule wangu ambao nawajua siku yote. Morning Glory yuko hapo, Bible study Jumanne yuko hapo, maombi siku ya Ijumaa yuko hapo, mkesha yuko hapo, asubuhi Jumapili Bible study yuko hapo, mchana yuko hapo, ukitangaza mkesha yuko hapo. Mungu akubariki. Bwana asifiwe. Kwa nini? Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Huyu mtu anayetambua anachochuchumilia na anapokwenda. Sema msikia dada hapa alizungumza. Haya, anasema wewe kwa ajili ya Mungu, wewe shughulika wewe na Mungu. Lakini kwa ajili ya wanadamu shughulika wewe mwenyewe. Kwa ajili ya Mungu wewe angalia Mungu anasema nini. Lakini kama unahesabia mambo ama kwa ajili ya wanadamu au kwa ajili yako binafsi, hesabu zako unazijua mwenyewe. Lakini mwenye hekima anasema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Mwisho wa neno, Mungu anahesabu hesabu zako ulizomhesabia katika maisha yako. Sasa mimi nasemaje? Wakati tunapanga mambo ambayo tunatakiwa tuyafanye mbele za Mungu kama kanisa, kama viungo katika mwili wa Kristo, tunapoyafanya kwa umoja wetu, tunapofanya kwa furaha, tunapofanya kwa uaminifu na kwa kadri tunapopatana, Mungu anabarikiwa, na wale ambao wanafanya kwa ajili ya Mungu wanainuliwa. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie. Kwa nini? Kwa sababu tuko katika mazingira ambayo wakati mwingine ufahamu umefunikwa na adui kwamba tuko katika hali tu ya furaha. Neno la Mungu kuna mahali fulani Isaya alisema. Isaya alimwambia nabii mmoja, akasema Yeremia aliwaambia wana wa Israeli kwamba ninyi mmeondoka na mnakwenda utumwani. Huko utumwani nendeni mkalime, mkavune, mkapande na kila kitu. Fanyeni kila kitu kwa sababu hamtarudi leo wala kesho. Bwana asifiwe. Mateso haya ni makali, ni mengi. Siku zitakuja lakini baadaye sana. Akatokea nabii mwingine akasema, kesho na kesho kutwa tu jiandaeni. Yaani wale waliokwenda utumwani watarudi. Waliokwenda utumwani wala hawachelewi, wanarudi. Huyu Isaya anawadanganya tu. Wana wa Israeli taifa kubwa, ninyi hamna shida yote. Mtakapokwenda utumwani, Mungu hawezi kuacha mkaenda utumwani kwa muda mrefu, ila mtarudi tu hivi karibuni tu. Sasa watu wakamwambia Isaya, wewe ni Yeremia, wewe ni mwongo. Wewe unawaambia watu wamekwenda utumwani watarudi baadaye miaka inayokuja. Kumbe siku ya kesho tuna kesho kutwa. Watu wanarudi. Nabii fulani katwambia Anania, katwambia tutarudi tu kesho kutwa hapa. Isaya akamwambia, nileteni Anania. Nafikiri alikuwa anaitwa Anania huyo mtumishi. Mtumishi wa Mungu. Sasa Anania, unasemaje? Mimi nakwambia, wewe unadanganya watu kwamba watu wanakwenda hakuna tabu na mimi Mungu kaniambia kwamba hakuna shida yoyote, kesho kutwa tu hapa, hata mwaka huu hauishi watu watarudi. Yeremia akamwambia, ni hivi, Mungu amesema, nabii akisema yatokee. La hayakutokea, basi wewe nabii sio mtu wa Mungu. Sasa mimi ni nabii. Nasemaje? Anania, wewe kesho hufiki, utakufa. Amen. Bwana asifiwe. Kesho asubuhi yule mtu akafa. Kwa nini? Alisema ni kuwapa watu matumaini kwamba hakuna haja ya kupata shida. Unapata tabu ya nini? Unapata tabu ya kuomba, kufunga na kufanya nini? Hakuna shida yoyote. Kwani lazima mambo Mungu kashakuokoa, hakuna shida. Mungu apishilie mbali. Ni hivi ndugu zangu, wana wa Mungu tulioko mahali hapa, Mungu anahitaji kuona heri katika mwisho wa neno. Tunapopatana, hakikisha unakuwa mwaminifu katika mapatano. Katika mapatano Mungu anaheshimu, na Mungu akiheshimu na anahitaji kuona mtu anamheshimu. Si kwamba ninasema kujihesabia haki, ile nasema kukutahadharisha kwamba kuwa mtu ambaye unanyenyekea, unakuwa mtii na mwaminifu katika mambo yanayohusu Mungu kwa ajili ya utukufu wa Mungu, wala si kwa ajili ya mchungaji, wala si kwa ajili ya mzee wa kanisa, wala si kwa ajili ya mtu mwingine yoyote, ila kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Sasa Mungu neno anasema katika waraka wa Paulo mtume kwa Efeso sura ya 4 mstari wa 8 mpaka wa 12, anasema hivi. Waefeso sura ya 4 mstari wa 8 mpaka wa 12, neno la Mungu linasema katika Waefeso sura ya 4
mstari wa 8 mpaka wa 12. Neno la Mungu linasema, hivyo husema, alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Basi neno hilo alipaa maana yake nini, kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi? Naye alishuka, ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, na hata mwili wa Kristo ujengwe. Bwana asifiwe. Ndugu zangu, ninachoweza kuambia wana wa Mungu ni kuwa katikati yetu Roho Mtakatifu ameachilia vipawa na karama zote kwa ajili ya kumtumikia Mungu, lakini vipawa na karama hizo bado vimo katika hali ya kufa. Kwa nini? Kwa sababu hajaona unyenyekevu, hajaona utii, hajaona uaminifu miongoni mwa watu wake, na hilo Roho wa Mungu ananung'unika, anasikitika. Sio kwamba ananung'unika, anasikitika, anadhoofishwa na wale ambao Mungu alishawafungua ili aweze kuwatumia kwa ajili ya utukufu wake. Vipawa hivyo ni kwa ajili ya kukamilisha kazi yake Mungu. Mungu hawezi kutuita hapa tukae sisi wote alafu atuishie katikati katika utumishi. Anataka atukamilishe. Katika kuwakamilisha anasema wengine mitume, wengine manabii, wengine wainjilisti, wengine walimu, wengine wachungaji. Hivyo vitu anasema ili kuwakamilisha watakatifu, kazi ya huduma itendeke, mwili wa Kristo ujengwe. Mwili wa Kristo unajengwa kwa ajili ya kupitia watumishi, na utumishi huo Mungu anauweka ndani yako ili ujue kwamba nimewekewa nini. Ni sharti utafute namna ya kutembea pamoja na yeye. Yesu anataka utembee naye, umwelewe, upatane naye. Katika kupatana na Yesu, Yesu anakuachilia zile karama na vipawa na huduma kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Leo tunakwenda kuhitimisha maombi ya mapatano. Wako watu ambao ilikuwa waombe, lakini wameshikwa na mambo ambayo hata Mungu akiangalia akasema huyu kwa kweli huyu ninamwona na amekuwa katika hali ya maombi. Bwana asifiwe. Na wapo watu ambao kwa kweli ilikuwa waombe siku zote, lakini wamekuja siku 2 3, siku zingine wamepangiwa zamu ya kazi kwao, nimewaona. Lakini wako watu hataki kuelewa chochote, hataki kujua chochote, hataki kuhusika na chochote. Hawa nao Mungu si kwamba wamejificha. Na mimi si hukumu mtu wala nasema neno la Mungu ili kupitia katika neno la Mungu basi yale ambayo tunapatana hapa kanisani tuwe waaminifu watu wa Mungu kuyafanya sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Na kwa kweli Mungu wetu ni mwaminifu kama alivyo kuwa mwaminifu mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Ni wakati mzuri wa kutafuta uso wa Mungu. Mungu anasema niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyajua. Sasa unamuita ukiwa wapi? Sulemani amesema katika Nyakati wa Pili ile sura tuliyosoma hapa, anasema kwamba watu wako watakapokusanyika hapa ulipoliweka jina lako, wakikuita itika. Itika ukisikia kutoka hapo, wakikuita itika kutoka mbinguni. Anaongea habari ya watu kukusanyika hemani mwa Mungu. Hatukusanyiki mahali pengine, tunakusanyika kanisani. Hatukusanyiki kwa namna nyingine, yote tunakusanyika kama hivi kwa ajili ya ibada ya kumwambia Mungu tunakushukuru, Mungu tunakuomba, Mungu tunakutukuza. Kwa ajili ya hayo Mungu anaangalia mioyo yetu na anaona ni kwa namna gani tumekuwa waaminifu. Sasa tumekuwa katika kuomba siku 14 na leo ni siku ya 14. Neno letu lililosimamia maombi yetu ni hili moja. Neno linasemaje? Waliokuwa waaminifu. Neno linasemaje? Tangu siku ya kwanza mpaka leo linasemaje? Maana leo mimi nimesema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake, lakini mwisho wa nini? Mwisho wa nini? Neno la Mungu linasemaje katika nini?
Semeni wazee wa kanisa wamenyamaza kwa sababu wanajua wakisema ni kama vile wanawafunikania. Wamenyamaza kwa sababu sio kazi yao kusema, watakuwa waseme wao, kushiriki maombi wao, kushiriki ibada zote wao. Alafu sasa inakuwaje? Haya, ngoja nisasikia kutoka kule kwa invitiani. Neno letu katika maombi lilikuwa nasemaje invitiani? Haki yako uijue. Kwanza ujue kwamba wewe ni mwenye haki. Moja. Mbili, haki yako uijue ni haki gani. Tatu, hiyo haki uijue, uing'ang'anie. Sasa unang'ang'ania wapi? Unang'ang'ania wapi? Sio unang'ang'ania kwa mwenye kutoa. Ng'ang'ania hiyo haki kwa mwenye kuitoa. Hiyo haki anayo, anataka akupe. Wewe unajua kwamba haki yako anayo, na wewe unatakiwa uipate kutoka kwake. Ng'ang'ania. Sasa unang'ang'aniaje? Unamshika shati Mungu utampata? Unamshika kanzu utampata? Ni sharti uje. Sulemani anasema watu wako watakapokuita hapa, sikia kutoka mbinguni, uwajibu. Bwana asifiwe. Tutakwenda mbele za Mungu kuomba, na wakati huu tunapoandaa haya maombi, ninaomba sasa wazee wa kanisa, weka meza hapa, weka na vyombo viwili. Chombo kimoja utaweka sadaka za wana wa Mungu, chombo kingine utaweka maombi yao. Tutakuja kuomba hapa mbele ya kanisa. Wakati huu tunaendelea na maombi haya ambayo nimeyaorodhesha hapa. Watu wa Mungu watakuja mmoja mmoja kuja kuweka sadaka. Weka bahasha yako tu. Wazee wa kanisa watakachokifanya, watatoa sadaka yako na maombi yako wataweka pembeni ili tuweze kuyaomba kwa pamoja. Wakati huu tunaendelea na maombi yetu ya siku 14 ambayo yanakuwa. Naomba kuwekeni vyombo viwili, chombo kimoja cha maombi, chombo kingine cha sadaka. Nikisema nichuje hapa kwamba nani hajakanyaga hata siku moja tangu siku ya kwanza mpaka leo siku ya 14, wapo hapa. Nani ambaye amekanyaga siku moja tu? Wako hapa. Nani ambaye ni hili la leo? Ninaomba chukua bahasha yangu mimi na bahasha ya mama mmoja anaitwa dada Jeni, weka hapo. Kuna dada mmoja anaitwa dada Jeni anasema, mchungaji, leo sitakuja, lakini na maombi nina bahasha na sadaka yangu nimeweka huko, nikumbukeni kwenye maombi, nikumbukeni. Nami namshukuru Mungu kwamba tulichokisema ni kwamba tunaomba kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya kazi ya Mungu, na tunaomba kwa ajili ya wale ambao tutawapelekea sadaka zetu, maana hao wana haki ya kupata sadaka zetu na tuna wajibu wa kuwafikia. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anasema kwamba yeye amwangaliaye mwenye uhitaji amenikopesha mimi, na mimi nitamlipa kwa kipimo cha kujaza. Bwana asifiwe. Sasa tutakwenda mbele za Mungu kuomba maombi yafuatayo. Kwa sababu tumekusanyika wote, ninaomba tusimame. Tutapata korasi ya kuabudu kwa ufupi sana. Baada ya hapo tutakwenda mbele za Mungu kwa toba. Bwana asifiwe. Tutapata korasi ya kuabudu kwa ufupi sana, tutakwenda mbele ya Mungu kwa toba. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye upendo, anajua udhaifu wa kila mmoja na anajua ukamilifu wa kila mmoja, na anajua kusudi lake la kutupa kipindi hiki cha maombi ya mapatano. Kwa hiyo nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu, ninaomba utakase moyo wangu. Yamkini nina shida ya kuto kutambua kusudi lako. Yamkini nina ufahamu ambao inawezekana unapingana na wewe, na ninajiona niko sahihi, lakini wewe Mungu uko sahihi sana sana kuliko mimi. Kama ambavyo neno lako limesema, njia zako sio njia zangu na mawazo yako sio mawazo yangu. Umetenganisha njia zako na njia zangu kama mbingu zilivyo mbali na ardhi. Kwa jinsi ulivyo mbali, Mungu, naomba sogea ndani ya moyo wangu, usafishe. Yamkini mimi ninaweza kufanya jambo ambalo ninafikiri jambo jema, kumbe jambo hilo halikupendezi, na inawezekana kabisa Mungu kuna kazi na kuna dhambi nafanya bila kujua. Ziko dhambi ambazo watu wanafanya bila kujua, na dhambi hiyo nataka nikwambie inaitwa dhambi ya kutotenda. Bwana asifiwe.
dhambi ya kuto kutenda. Si ulitakiwa utende, ndiko ufanye kitu fulani, ufanye. Hiyo ndio dhambi ya ambayo unaifanya bila kujua, dhambi ya kuto kutenda. Lakini wewe unajiona uko vizuri tu, hiyo ndio dhambi ambayo unatakiwa kuitubia mbele za Mungu. Lakini mwambie Mungu, naomba nisamehe, fanya upya moyo wangu, fanya upya nia yangu, na kipindi hiki ninachokamilisha haya maombi pamoja na watakatifu wako, Mungu ninaomba fanya jambo jipya ndani yangu kama kanisa lako na kama kiungo na mimi katika mwili wa Kristo. Lete korasi ya kuabudu, tutakwenda mbele za Mungu kwa toba. Tunakuja kwako nenda mbele za Mungu kwa toba. Nenda mbele za Mungu kwa toba kwa ajili yako mwenyewe na kwa ajili ya maombi haya na kwa ajili ya kusudi la Mungu ndani yako na kwa ajili ya siku ya leo ambayo inakamilishwa. Baba Mungu, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa upendo na uaminifu wako. Nalibariki jina lako, ninakutukuza Bwana, ninalibariki jina lako, ninakuinua Mfalme. Amen. Amen. Neno la Mungu katika kitabu cha Isaya sura 28 mstari wa 18 na 19, neno la Mungu linasema, na agano lenu mliloagana na mauti litabatilika, tena mapatano yenu mliopatana na kuzimu hayatasimama. Pigo lifurikalo litapopita, ndipo nanyi mtakapo kanyagwa nalo. Bwana asifiwe. Ni hivi, mnatakiwa mfahamu kwamba sisi tunapatana, tunamuomba Mungu kwa ajili ya kanisa, kwa ajili yetu, lakini wako watu watumwa wa adui wanapatana na kuzimu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hapa hakuna jambo lolote tunalolifanya likasimama. Mungu atusaidie fahamu hivyo kwamba tunapopatana, ndio maana tunasisitiza kuhusu mapatano. Ikiwa mapatano wewe unafikiri ni kitu cha mchezo, wako watu wamepatana kuzimu, wanasema hapa hakuna kitakachosimama, hata wafanye nini hakuna watakachofanyikiwa, hata wafanye nini, wanadhoofisha mtu mmoja mmoja. Ushahidi ulionao ni vile unavyoona kwamba tukipatana wewe uhusiki, tukipatana wewe hujali. Yaani ile ndio mafanikio ya mapatano ya huko upande wa pili. Wanapopatana upande wa pili, wakawa wanaona huku hampatani mkapatanishwa, hamshikamani mkashikamana, hamuelewani, basi ndio kuzimu kumepatana na wamefanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu wamekuwa waaminifu sana kwamba hapa mnataka kufanya kazi ya Mungu, Mungu atukuzwe hapa, nataka kusikilizisha watu kwamba watu wabadilike, waache dini zao, waache maisha yao, wamgeukie Mungu wenu, hawatageuka, wanashika. Isaya anasema haya mapatano mliopatana na mauti hayatasimama. Umwambie shetani na mawakala wake, mapatano mliopatana na mauti ili kuwa kazi ya Mungu, ili kuwa baraka zetu, hayatakuwa. Mapatano mliopatana na kuzimu kwa ajili ya kinyume ya mapenzi ya Mungu kwa ajili ya kanisa hili hayatakuwa. Bwana asifiwe. Isaya anasema liko pigo lifurikalo, liko pigo ambalo linafurika, liwafurikia asubuhi, liwafurikie mchana, liwafurikie jioni, na wewe ukanyage haya mapatano yao, kama ambavyo Mungu amekwisha kusema kwamba nitaweka uadui kati yako na mwanamke na uzao wake utakuponda kichwa, utaponda kisigino. Ponda kichwa cha adui, ponda mapatano yao, changanya. Ukisha kumponda kichwa adui na wakala wake watachanganyikiwa, watachanganyana. Twendeni mbele za Mungu. Libarikiwe jina lako kwa Israeli, mfalme wa mbinguni, katika jina takatifu la Bwana Yesu. Baba, tunakushukuru Bwana katika jina takatifu la Bwana Yesu. Haleluya, haleluya. Asante Yesu, asante Yesu, asante Mfalme, Mungu mwenye nguvu. Neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Ezekieli sura ya 14. Kitabu cha Ezekieli sura ya 14. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Ezekieli sura ya 14, nasoma mstari wa 17 mpaka 21 kama ilivyoandikwa. Ninasoma. Neno la Mungu linasema, au nikileta upanga juu ya nchi ile na kusema, upanga pita kati ya nchi hii, hata nikiwakatilia mbali
hata nikawakatilia mbali na nchi hiyo wanadamu na wanyama, wajapokuwamo watu hawa watatu ndani yake. Kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, hawataokoa wana wala binti, bali wao wenyewe tu wataokoka. Au nikipeleka tauni katika nchi ile na kumwaga ghadhabu yangu juu yake kwa damu, ili kuwakatilia mbali nayo wanadamu na wanyama, wajapokuwamo ndani yake Nuhu na Danieli na Ayubu, kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, hawataokoa wana wala binti, watajiokoa nafsi zao tu kwa haki yao. Maana Bwana Mungu asema hivi, je, uzaidi sana nitakapoleta hukumu zangu 4 zilizo kali juu ya Yerusalemu, yaani upanga na njaa, wanyama wabaya na tauni, nikawakatilia mbali nayo wanadamu na wanyama. Ombi letu. Bwana asifiwe. Omba Mungu, omba Mungu, omba Mungu akupe roho ya Nuhu, omba Mungu akupe roho ya Danieli, omba Mungu akupe roho ya Ayubu. Kwa nini? Hao walikuwa wenye haki mbele za Mungu, walikuwa wenye haki mbele za Mungu. Nasi tumeomba hapa kwamba kwanza itambue haki yako, alafu uing'ang'anie. Ukisha kuitambua haki yako ukaing'ang'ania, Mungu atairuhusu roho ya Ayubu, roho ya Danieli, roho ya Nuhu ikujie. Kwa nini? Kwa sababu hao walimlingana Mungu, kiasi Mungu alipokasirika juu ya Israeli akasema kwamba nikileta hukumu juu ya watu hawa, juu ya watu wa Israeli, juu ya hao, hata akisimama Nuhu nilimhesabia haki kwa sababu aling'ang'ania haki yake. Akasimama Ayubu, akasimama Danieli, wenye haki ambao waling'ang'ania haki yao, akasimama nayo, mimi nitawasamehe wao peke yao. Hawa watu wote nitawateketeza kwa sababu hawa nilijua walichokifanya. Walijua kwamba mimi ni Mungu na nimewapa haki, wakang'ang'ania, wakasimama kwa uaminifu. Ukisoma katika maandiko ya manabii hawa utajua jinsi gani Mungu amekuwa mwaminifu kwao. Na anasema nitakapotangaza hukumu, akija hawa kuomba, mimi nitawanusuru wao peke yao, sitanusuru nyinyi. Kwa nini? Kwa sababu hamjatambua haki yenu, hamjang'ang'ania kwenye haki yenu, maana nyinyi mmenikosa. Sasa mwambie Bwana Yesu, mwambie Mungu, ninaomba nipe ufahamu, nipe hekima, nipe roho ya Danieli, nipe roho ya Nuhu, nipe roho ya Ayubu, maana hao walijua haki yao, na mimi ninaomba nitambue haki yangu. Ninapoing'ang'ania hiyo haki, basi Mungu jitukuze kwa maadui zangu. Bwana asifiwe. Jitukuze kwa maadui wa kanisa wasiokujua wewe. Tunapendeza Mungu. Libarikiwe jina lako Mungu wa Israeli, mfalme wa mbingu na nchi, katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Sasa tunachokwenda kukifanya, tutaimba wimbo namba 90 katika tenzi za rohoni, praise and worship. Tunaimba wimbo namba 90. Wewe mwenye sadaka na maombi utakuja hapa kutoa sadaka. Kinachofuata nitasema wimbo namba 90, wimbo namba 90. Karibu hapa mbele na sadaka yako na bahasha yako ya maombi na sadaka. Kinachofuata nitawaambia, nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Mfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili.
one Yesu anizidi kukusikia anenapo kikaburi unidhihirisha kwangu. Wakati tunaendelea, wazee wa kanisa tenganisheni sadaka na maombi ili tuingie kwenye kuyaombea maombi na sadaka zikiwa upande huu. Tumieni bahasha walizotoa hawa ambao wameweka maombi huku na sadaka. Hakikisheni maombi yako kwenye chombo chake na sadaka ziko kwenye chombo chake tunapoendelea na beti hizi mbili zinazoishia. Nataka nifahamu na nimzidi kupambanua mapenzi yake nipate yale yanayo. Viongozi wa kanisa, wazee wa kanisa, naomba mje hapa ili nahakikisha kwamba huku hakuna karatasi ya maombi. Naomba tusimame, nyosha mikono yako huko mbele. Bwana asifiwe. Nyosha mikono yako huko mbele kuelekea maombi uliyoyaleta, na sisi kwa niaba yako hapa katika madhabahu ya Mungu tuyaombee maombi haya. Wewe unajua unachoweza kuomba, maana ombi uliloleta unalijua. Bwana asifiwe. Liko ombi ambalo unalileta kukataa. Kuna kitu kabisa unakikataa. Kataa. Bwana asifiwe. Unapoendelea kuomba, una ombi ambalo unamshii Mungu. Mshii Mungu. Una ombi la kutubu mbele za Mungu. Unaomba kadri ombi uliloleta, na sisi tunaomba pamoja na wewe. Twendeni mbele za Mungu. Mungu wa Israeli, mfalme wa mbingu na nchi, katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo, asante mfalme kwa ajili ya maombi haya ambayo Mungu ni hitimisho la maombi ya mapatano tuliwaleta mbele zako Mungu. Tazama watumishi wako ambao Bwana wamekusanyika mahali hapa kwa uaminifu na wameleta mahitaji haya. Tumeomba kwa ajili ya kanisa, tumeomba kwa ajili ya familia, tumeomba kwa ajili ya kazi zetu, tumeomba kwa ajili ya biashara, tumeomba kwa ajili ya utumishi wetu, tumeomba kwa ajili ya afya za watu wako. Wako walio hawawezi, wanahitaji uponyaji. Wako ambao Baba wanatembea katika hali Mungu ya maradhi Baba yasiyokwisha yanawafuatilia. Tunakata hizo roho za mauti zinazopatana na magonjwa katika jina la Yesu. Wako watu ambao familia zao zimefungwa na vifungo mbalimbali, hivyo vifungo tunafungua kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Wako watu wanahitaji uzao katika ndoa zao, tunafungua matumbo, tunafungua viuno, tunafungua vifungo vyote kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mwana wa Mungu aliye hai, Baba umesema mtakapopatana kwa neno lolote fungeni na duniani nami nitafungua mbinguni, mtakapopatana mbinguni fungueni duniani nami nitafungua mbinguni. Baba katika jina la Yesu, vifungo vimefunga watu wako kinyume na mapenzi yako Baba. Tazama Bwana, wameleta mahitaji, wameleta maombi yao, wameleta vilio vyao mbele zako Mfalme. Baba tazama, tumepatana mahali hapa katika siku zote hizi ambazo tumekuja wewe Bwana Mungu mwenye nguvu. Baba wasikie watoto wako, sikia wajakazi wako Baba, tumekuja mbele zako Mungu. Wako wanahitaji ndoa, vijana wanahitaji wake, wabinti wanahitaji wanaume, wako wale wanao Baba, kutana nao Mungu mwenye nguvu. Wako watu Baba wanahitaji nguvu zao, wafamilia waokolewe Mungu, tunakuja mbele zako, haya mahitaji ukawajibu sasa na mapenzi yako Baba. Tazama Bwana, wako watu wengi ambao wako katika laana ya umaskini, wanahitaji kufungua milango Baba, wapate utajiri wa fedha, wapate utajiri wa mali Baba. Mungu wasikie kutoka mbinguni. Tumesimama mahali hapa mbele zako Mungu Baba, katika jina la Yesu tunakusikia Bwana, wako watoto wako ambao Baba Mungu anahitaji Mungu baraka Mungu katika biashara zao. Baba wangu, Mungu wangu, katika jina la Yesu ninakusikia Bwana Mungu wangu na Mwokozi wangu, sikia kutoka mbinguni. Tulemani mtumishi wako alisema mbele zako Baba, watu wako wanapoelekea mahali hapa wakakulia wewe Bwana, sikia kutoka kitabu cha enzi mbinguni Mungu Baba, utafadhali maombi yao Jehova Mungu mwenye nguvu, katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo.
Mungu ishuka ukaribia familia yako redio, Baba yangu na Mungu wangu, katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa kuwa wewe Mungu unabadilika, ni yeye jana leo na hata milele. Kutana na watoto wako Mungu, mahitaji haya tumekukabidhi wewe Bwana, tumekukabidhi wewe Mungu, hatukukabidhi mwanadamu bali wewe peke yako. Wewe ndio jibu letu, kimbilio letu, mwamba wetu na ngome yetu. Tunakuja kila aina ya laana, nuksi, balaa, mikosi. Tazama Baba, watu wako Mungu wanaonewa na roho za kichawi, janga, kishirikina, mizimu, mila na desturi. Hawafanyi mambo yote kama ambavyo Baba umekusudia, bali Bwana tazama wanafanya Baba bila kukamilisha. Mungu umesema mwisho wa neno kuliko mwanzo wake, na kusie Bwana watu wako wameanzisha kazi njema, wameanza kazi mbalimbali, wameanzisha biashara. Mungu mwenye nguvu, tunakusihi Bwana, kutana nao ili hizo biashara zifanikiwe, kutana nao ili hizo kazi zifanikiwe, kutana nao. Wengine wanafunzi wako madarasani hawafanyi vizuri katika masomo yao. Jehova Mungu mwenye nguvu, wafahamu hao, wakuone wewe Bwana, waekwe makusudi yako. Mungu Baba, tazama haya maombi Mungu ni machache katika mengi ambayo Baba Mungu unayejua katika maisha yetu, tunahitaji kutoka kwako. Mfalme Israeli, Mungu mwenye nguvu, katika jina takatifu la Yesu Kristo, Baba tunakushukuru, tunaamini haya umefanya, ni katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo naomba, amen. Tumshangilie Mungu. Tunakushukuru kwa kipindi kizuri cha maombi ya baraka ambao Mungu tunaamini hakika kwa ambao Mungu alisema ndio tusemezane, haja zenu zijulikane nami. Ndiwe ulioruhusu tuseme mbele zako, na tunaamini umeruhusu mioyo yetu kupokea neno lako ambalo linatoka katika kinywa chako Mungu, kwa kuwa umesema maendeleo ya moyo ni mwanadamu, jawabu la ulimi kutoka kwako. Tumeandaa maombi haya ili kupokea jawabu la ulimi lenye baraka, lenye uponyaji, lenye uzima, lenye afya, lenye furaha. Mungu wa Israeli, tupo kupokea sawa sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu, amen. Tumshangilie Mungu kwa upendo wake.